Kama ambavyo Dr. amesema, jina langu ni Peter Andrew Kumalilwa na ndio mwenyekiti wa hii taasisi inaitwa TAMISA. Na tumeanzisha kwa sababu tulikuwa tunahitaji tuwe na one voice, tuwe na sauti moja. Sasa sisi wa Tanzania ambao tunafanya kazi kwenye migodi. Kama ambavyo mnafahamu, waziri wetu Mheshimiwa Anthony Mavunde amekuwa champion sana katika kujaribu sisi kufanya sisi wa Tanzania tuweze kushiriki vyema katika uchumi huu katika hii sekta hii ya madini. Ameongelea zaidi ya mara moja, jamani, kuna over trilioni 3.1 kila mwaka ambayo inatumika katika manunuzi. Sasa sisi kama TAMISA, kama sauti ya suppliers wengine wote ambao ni local, tunajaribu kuona hiyo trilioni 3 inaenda wapi. Na katika uongozi wangu vitu ambavyo najaribu sana kujikita ni sio vitu vingi. Mimi sio mtu sana wa maneno zaidi ya action, lakini kitu ambacho katika uongozi wangu nataka nikumbukwe ni kuhakikisha kwamba tunaiona hiyo trilioni 3.1 at least katika miaka miwili, at least 20% au 30% tuione kwa Watanzania. Tunakuwa tukilalamika sana kuhusu Wachina wanakuja hapa wanachukua kazi zetu. Sasa sisi hii taasisi itahakikisha kwamba inaweza kuwajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kushiriki katika uchumi mpana. Cha pili ni kujaribu sana sisi kuweka viwanda hapa nchini. Nitatolea mfano kampuni yangu na kampuni inaitwa East Africa Conveyors, ambao sisi tunatengeneza vipuli hapa nchini na tunasafirisha mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo natamani sana, nadhani Dr. Seba atakuja kuelezea benefit zaidi, kwa sababu yeye hii ndio kamati yake ya communication na events. So mimi nachotaka kuambia tu, ndugu zangu, tuamke. Nyinyi ni waandishi wa habari, natamani sana tuweze kufanya kazi pamoja. Hii ni kongamano la kwanza, lakini tunategemea kufanya kazi na nyinyi kadri siku zinavyokwenda. Lakini na nyinyi ndio midomo yetu, yani nyinyi mnaweza kutusemea ni nini tunatakiwa kukifanya. Kwa mimi kwa leo sio msemaji sana, kwa sababu hii ni kamiti ya kwake bwana Dr. Seba. Nadhani vingine anaweza kaja kuelezea. Asanteni sana, nashukuru sana kwa kuja pia.